Wali gani asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji? Ni matumaini yangu ya kwamba hali yako sio mbaya, maana Mwenyezi Mungu amekulinda, Mwenyezi Mungu amekuwa pamoja nawe, Mwenyezi Mungu amekubariki. Sio hata kama sio kwa mengi ama mengine, lakini huwa ikakubariki nao. Hivyo basi tunafaa na kumshukuru. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tubarikiwe kwa pamoja kupitia kwa neno ambalo ni la Mwenyezi Mungu tunaletewa na mtumishi wake sio mwingine mbali ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni Mitaboni Pastorate Machakos Sub Quarter. Nikitumai kwamba uko tayari kabisa ili ukaweze na kuyapokea hayo yote ambayo Roho Mtakatifu kamwandaa nayo ni kwa sababu yetu asubuhi ya leo. Basi karibu sana ili tukapate kubarikiwa pamoja na Mungu akazidi kutuinua, kwa maana ana uwezo wa kutenda vyema katika maisha yetu. Neno la Mungu ambalo litatusaidia katika asubuhi hili ni kutoka katika kitabu cha Zaburi, mlango ni wa 128. Tuanze mstari wa kwanza tufike wa pili. Zaburi wa 128, tusome mstari wa kwanza na wa pili. Kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Eli kila mtu amchaye Bwana, aandaye katika njia yake, taabu ya mikono yake hakika utahila. Utakuwa heri na kwako kwema. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru jina lako na kusema asante. Hivyo Mungu tunaomba unane nasi kupitia kwa neno hili lako. Mungu tusaidie ili Baba tukabarikiwe. Nami naomba unitumie kama chombo chako, nikanene uwepo wako kwa watu wako. Na kile umeandaa asubuhi ya leo Baba kikisha nipe kunyamaza. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Mtazamaji wangu, ni vizuri kwa sababu Mungu ametupa siku ya leo kwa kusudi lake ili tusikie neno la Bwana na tubarikiwe pamoja. Kwa hivyo naomba hili tupate kujifundisha juu ya kubarikiwa, kwa maana sisi kama Wakristo tumebarikiwa. Tuko na baraka mingi ambazo tuko nazo, na hivyo Biblia inatuambia ya kwamba heri mtu ambaye anayemcha Bwana, kwa maana wakati mwingine baraka ambazo tunafurahia na tunajifunia ni kwa sababu ya kumtambua huyo Mungu, kwa sababu ametenda vyema katika njia zetu, ametenda vyema katika hata vikao ambavyo tunakaa. Kwa hivyo ndivyo Biblia inatuambia ni vizuri tujue vile jinsi baraka za Mungu zinakuja. Kwa hivyo jambo la kwanza, ili ni baraka sikuje, Biblia inatuambia ya kwamba ni vizuri kuwa watu ambao tunayemcha Mungu. Tunayemcha Mungu ambaye ametuumba pamoja na kumpenda. Kwa maana sisi tunapoendelea na kumpenda Baba aliyetupa uhai, tunaendelea na kumcha huyo Mungu na kuendelea na kumpenda na kumtumikia huyo Mungu, ataneemesha baraka kwetu, ataendelea na kuendelea kusimama nasi. Kwa maana wewe kama mtumishi wa Mungu, kama mtazamaji wangu unayenitazama, Biblia inasema ya kwamba ni vizuri tujua ya kwamba kama tunahitaji baraka, kwanza zinaanza na kumcha Bwana na kumpenda yeye, kwa maana ndiye mwenye baraka, ndiye mwenye kuinua watu, ndiye mwenye ambaye anayebariki watu. Kwa hivyo ni vizuri tuweke upendo wetu kwa Mungu. Ni vizuri tujue ya kwamba tunaponyenyekea kwa Mungu, naye atatuinua kama watoto wake. Kwa maana kama mzazi anavyoona mtoto anayenyenyekea kwake anapata baraka mingi. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe ya kwamba baraka zinaye Mungu ambaye yuko hai, na kama tutampenda, kama tutamcha yeye mwenyewe, basi baraka zitakuja kwetu. Biblia inasema ya kwamba
tuzidi kutembea katika njia zake, kwa sababu ya kutaka kupata baraka. Ni vizuri tujua ya kwamba kama mtazamaji wangu na Mkristo mwenzangu, ni vizuri kusimama na kutembea katika njia za Mungu, kwa maana tunapoendelea na kutenda haki ya Mungu na aone uaminifu wetu vile tunavyofanya, tukiwa pale kanisani, tukiwa pale manyumbani kwetu, tukiwa kazini kwetu, tujua ya kwamba Mungu anataka tutembee katika njia zake, ili tupate kupata baraka, ili tupate kuinuliwa na huyo Mungu. Ni vizuri kukaa katika njia za Mungu, kwa maana tusipokaa katika njia za Mungu, bado tunaendelea na kuhangaika, bado tunaendelea na kutezeka, bado tunaendelea na kulia, kwa sababu ya kuacha njia za Mungu na tunafuata njia zetu wenyewe. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe, Wakristo wenzangu, mtazamaji wangu, Mungu alituumba ili tupate kumpa heshima. Mungu alituumba ili tumuabudu na tumpe kipao cha kwanza, ili naye atubariki. Jambo lile lingine, Biblia inasema ya kwamba tuzidi kufanya kazi na mikono yetu. Tuzidi kufanya kazi na mikono yetu, na tukimaliza kufanya kazi, Biblia inatuambia ya kwamba tutakula mazao ya hiyo kazi. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe ya kwamba tunavyoendelea na kumwomba Mungu, tusikae tu chini kama wajinga, kama watu ambao hawaelewi. Tusimame tufanye kazi na mikono yetu, ili naye Mungu azidi kutubariki, kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba atabariki kazi ya mikono yetu. Kwa hivyo ni vizuri uelewe, mtazamaji wangu, kama umemwomba Mungu, simama, enda fungua kibanda, enda fungua kazi, enda kwa shamba, lima. Mungu yule ambaye anayebariki atakubariki, kwa maana mikono ambayo Mungu ametupa ataibariki. Ndivyo Biblia inatuambia ya kwamba tuzidi kufanya kazi, tusiwe walegevu, tuendelee na kusimama, kwa maana Mungu anahitaji watu ambao wanafanya kazi. Anahitaji watu ambao wanaendelea na kujua ya kwamba tunapomwomba Mungu na kuamka na kufanya kazi, huyo Mungu ataneemesha neema kwa katika shamba yako, katika hata kwa biashara, kwa mambo mengi ambao unafanya. Biblia inatuambia ya kwamba jambo lile la mwisho, utakuwa baraka na kuwa kwema kwako. Baada ya kufanya hayo, utapata hizo baraka. Baraka utazipata baada ya kufanya kazi. Utaendelea na kuona mazao, na mtaketi useme ya kwamba kweli Mungu ametenda, kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba kutakuwa kwema kwako, kwa maana umepata baraka, kwa maana umeng'ang'ana, na Mungu anaona vile unaendelea na kung'ang'ana. Mungu anazidi kufungua njia, anazidi kufungua milango. Unaona hakika biashara inapanuka, unaendelea kuona hata kwa shamba mazao inaendelea kuongezeka, kwa maana unamcha Bwana, kwa maana unatembea naye. Kwa hivyo sisi Wakristo wa Mungu tusimwache Mungu, tutembee naye, na hizi baraka tutazipata kwa jina lake. Kwa hivyo Mungu atubariki na abariki neno lake. Amen. Baba, katika jina lako tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Hivyo Mungu twaomba ukapate kunemesha baraka kwetu, na Mungu kaendelee na kufungua njia ili tuzidi kufanya kazi na mikono yetu, ili Baba tukapate kupata baraka mingi kutoka kwako, ili kukiwa kwema hata kazi yako itasonga mbele. Hivyo Mungu tuinue na utubariki, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Kumcha Mungu kunahusishwa na kumtii, kufuata maagizo yake, kufuata ushauri wake. Kutenda yale ambayo ameweza na kutuagiza tukaweze na kuyatenda. So kumcha Mwenyezi Mungu sio kutamka tu ama kusema tu kupitia kwa vinywa vyetu, lakini kuonekana kwamba tunafuata maagizo yake. Tunamtii kila wakati, tunamcha. Hiyo ndio kumcha yeye mwenyewe. Wakati ambapo ameweza na kunena, tukaweza na kufanya jambo fulani, tukaweza na kulitenda, ili hata yeye akaweza na kuona kwamba tunamcha na tunamtii kupitia hiyo njia ya kufuata maagizo yake, kufuata ushauri wake. Hiyo ndio huwa inaonyesha kwamba tunamcha na tunamtii kila wakati. Je, wewe unamtii Mwenyezi Mungu? Maana
huo utiifu utaweza na kuonekana kupitia kwa matendo yake. Kusema kwamba unamcha na matendo yake hayaonyeshani kwamba wewe unamtambua, hapana. Hapo wewe mwenyewe hata unakosea. So wakati ambapo unasema unamcha, wacha tukaone matendo yako kwamba ni kweli kabisa unamcha Mwenyezi Mungu kwa kutenda kulingana na mapenzi yake. Basi tumeshukuru sana ni kwa sababu ya ile fundisho. Mungu na akubariki. Mtazamaji wangu, kuwa na siku njema na wakati mwema, na tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.